Kwa mfano kama jana tumesikia kule Dodoma watu wameshindwa kupakia mzigo, kwamba kila lori watu wana kodi lori kule, walikuwa na kodi lori kupakia bidhaa kutoka Dodoma kuleta Dar es Salaam, walikuwa na kodi lori kwa shilingi 600,000. Lakini jana watu wameshindwa kupakia bidhaa, kwamba magari wamepandisha 900,000 kutokana na mafuta yamepanda. Nadhani madereva wengi hata mabosi sidhani kama watakuwa anaruhusu kutoa gari yake pasipokuwa na anapata chochote kile, kwa sababu kulingana na upandaji wa mafuta bei. Lakini mpaka sasa hivi hapo unapoona uwanja huu unauona sasa hivi ungekuta mang'ombe shaja, lakini kadri unavyoangalia unaona uwanja mweupe, ina maana ya mafuta yameasili kutokana na magari ya mkoani, ng'ombe haziji. Muona hiyo. Sasa kama ng'ombe hazitokuja hapa Pugu kununuliwa, basi hata machinjioni kwa nyama zitakuwa adimu. Kwa mfano kuna idadi ya magari yanaweza kaja kwa siku magari 10 mpaka 15, lakini kutokana na hali ya mfumuko wa mafuta gari zitakuwa zimepungua, kwa sababu ku approach dereva wa lori akukubalie inakuwa ni ngumu kwa bei ambayo tulikuwa tumeizoea, kwa sababu mnapigia labda idadi ya ng'ombe, labda ni ng'ombe 30 kwenye hizi gari za kawaida, kuna semi trailers hizi ng'ombe 40 mpaka 45, kuna pulling ng'ombe mpaka 60. Sasa ukipiga kwa idadi ya 50 na mafuta yamepanda, yani kuikodi gari ikubebe mifugo mpaka kuileta kwenye sehemu ya biashara inakuwa ni ngumu. Kuelekea Pasaka ng'ombe zitakuwa au bei ya nyama itakuwa iko juu kutokana na mlipuko wa mafuta au ongezeko la bei ya mafuta. Kwa hiyo kwa kipindi hichi cha siku 3 hizi siku 4 hizi baada ya mabadiliko haya kuelekea kwenye Pasaka, nafikiri nyama itakuwa inauzwa bei pengine sana. Nyama itakuwa bei kubwa sasa, na najua kutokana na hali ya kiuchumi ya Watanzania wengi, nyama ikifika kwenye 16,000, 17,000, yani utokaji wake utakuwa ni mdogo sana. Kutakuwa kuna mlindukano wa nyama nyingi sana kutokana na bei. Sio kila mtu anaweza kukidhi bei ya nyama kama itapanda.